Habari za saa hizi mfuatiliaji wetu pendwa kabisa katika channel yetu ya Triple A TV. Leo ni siku nyingine pendwa kabisa na leo ni muandalie ufafanuzi wa hali ya juu, ufafanuzi mzuri kabisa kuhusu episodi ya 28 katika movie yetu ya Big Boss. Nitakuelezea hapa kama unavyomuona huyu Kaniki akiwa na mke wake Sikitu. Hawa watu mwanzo walikuwa wanaishi maisha yenye furaha, maisha mazuri sana, maisha ambayo walikuwa wanaenjoy japokuwa walikuwa ni maskini. Lakini kwa sasa tangia Kaniki huyu apate mali, basi familia imeanza kuwa na migogoro kwa sababu ya huu utajiri wa shortcut. Utajiri wa shortcut umemsababisha Kaniki apate mali, lakini pia wanamfanya Kaniki huyu akose furaha katika ndoa yake. Utaanza kuona hapa kunaanza kutokea migogoro katika familia, na hili swala ni swala baya sana, na ndio maana movie hii watu wengi sana inawafundisha kwamba utajiri wa shortcut sio mzuri. Na hata pia unaweza ukaona kwamba watu wengi sana wanaifuatilia movie hii. Katika kipengele hiki acha nimsifu tu Clam kwamba amepatia sana, iko vizuri sana, lakini pia sitaki kuongea sana. Naomba nikuoneshe kwamba ni nini ambacho kinachosababisha mpaka movie hii watu mtandaoni wanaifuatilia sana, watu wana comment kwa wingi, lakini pia movie hii inafanya endelee kuwa ni movie hit. Lakini pia kama unavyoweza kuona hapo kwamba watu wanakosa adabu kulingana na huu utajiri wa shortcut ambao wanaupenda. Hiyo hapo, angalia hapo, unatokea migogoro katika familia kwa sababu mtu kapata utajiri wa shortcut tu, na ndoa inaanza kukosa uaminifu. Wewe uko kwa mfukunyuku hivyo Sikitu? Na nimesema hivi kwa sababu maalum. Kule kuna dokumenti zangu za msingi, kuna vitu vyangu vya muhimu, kiasi kwamba mtu anaweza kaingia mule ndani akachana karatasi kwa kutwa kuona yeye hazina faida kwake. Na pia anaweza kabonyeza kompyuta yangu karibu akafuta document. Kwa nini unang'ania kuingia? Wewe umelogwa nini wewe? Kwa hiyo mimi ni mjinga au ni mpumbavu kiasi hicho ambapo naweza nikaingia kwenye chumba bila kuwa na sababu ya msingi nikachana tu makaratasi, nikabonyeza tu makompyuta, si ndivyo? Okay. Nikuulize kitu kimoja. Hivi lengo na dhumuni hasa linalokufanya wewe utaki kuingia mule ndani ni kipi? Niambie nikuelewe vizuri. Ni kitu gani labda? Nafsi yangu tu. Nafsi yangu imeniambia niingie katika hicho chumba. Kwa sababu siwezi kukaa kwenye nyumba kubwa kama hili, afu nisiingie kwenye chumba kimoja. Mimi nitakuwa mwanamke wa design gani? Yaani leo kama ni hao madokumenti nataka niyaone leo. Na kama ni hizo kompyuta leo nataka nizione. Aya, sasa kama ulivyoweza kuona hapo, lakini pia tunarudi huku sasa upande wa pili kwa Tony. Unaweza kuona hapa familia yake wanamnyenyekea, familia yake wanampenda, familia yake ni wanamfuatilia sana, lakini hii yote ni kwa sababu Tony kwa sasa amepata mali. Hii yote ni kwa sababu Tony kwa sasa ana fedha. Lakini pia mara ya kwanza walikuwa wanamnyanyapaa kwa sababu walikuwa hawana pesa. Hivi hawafikirii kwamba kuna wenzao wanaopotea kulingana na wenda kukaa kwa Tony, lakini wao unaweza kuona kwamba umaskini wao unawaponza na kurudi tena pale pale ambapo wenzake anapowatoa kafara kila baada ya muda, na bado hawajashtuka kwa sababu Tony ni mtu ambaye ni mkimya sana. Kama unavyoweza kumuona hapo, nitakuwekea hapo kipande umuone Tony alivyomkimya. Huwezi kumgundua kwa haraka mtu kama huyu, kwa sababu unakuta mambo yake anayafanya akiwa msiri sana, akiwa yuko busy sana. Kama hapo unaweza kukuta wanajiongelesha, lakini amewakalia kimya kwa sababu ni mtu mmoja hivi ambaye mwenye dharau ya hali ya juu, anawaangalia watu kwa dharau. Huyu hapo muangalie Tony, mtu ambaye kwa sasa ni tajiri lakini anatoa kafara familia yake, wala hajali wenzake wanahuzunika, lakini ni mtu mmoja ambaye mwenye furaha sana. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Triple A TV. Hata mimi mwenyewe imeniuma kaka Tony. Haiwezekani wakuseme wewe kutokea kwenye misiba wakati yao ni maamuzi ya mtu mwenyewe. Ungetokea angezikwa, hujatokea kazikwa. Shida iko wapi sasa hapo? Alafu kingine kaka Tony, wewe unajali ila hawajaliwaza wao. Pesa zote kaka Tony umetoa wewe za msiba. Mpaka msiba umekwisha. Pesa zote umetoa wewe. Sasa hapo kilikuwa kipi cha kukulaumu? Ndio tukaona sisi sasa sio vyema tuache apite bila kuomba msamaha. Tumekuja kuomba msamaha, utusamee ndugu yetu, pia uwasamee na shangazi zako wale. Ndio limetuleta hilo. Sawa, limeisha hilo. Asante kaka Tony. Lakini pia kaka Tony, nilikuwa naomba nikae hapa kwa angalau siku 2-3. Sasa hilo nalo kuomba hiyo. Kesha samee huyu. Kaka Tony mzungu bwana. Lakini nilikuwa nahitaji kupata ruksa yake. Ruksa ya nini na wewe kesha samee huyu? Unataka kuharibu mambo sasa tena. Chumba chako nitakuonyesha. Na wewe Asumani utakaa na mimi, sawa? Kaka Tony, huyu mtoto bana ana mkono. Asumani ana mkono kweli kweli. Sasa umndani vitu vikianza kupungua yeye huyu bwana
Asumani, usinifanye mimi nikawa sungusungu kwa sababu yako. Tumeelewana? Ndio, nimekuelewa. Akifukuzwa ataondoka mwenyewe. Mimi siondoki ngao. Twende. Hapa sasa ndio patamu. Hii ndio maana halisi kabisa kwamba unaambiwa mapenzi hayataniwi. Huyu mwamba alitaka kuyaboost mapenzi, alitaka kuyajaribu, lakini kilichokuja kumtokea ni kwamba kwa sasa anajutia. Kama unavyojua masharti yake huyu aliopewa ni kwamba ni kama awe mtu wa fulani hivi ambaye hafanyi masuala ya kuingiliana. Nafikiri hapo mtakuwa mshanielewa tayari. Lakini pia jambo hili jamaa limemsababisha kwamba akose raha katika ndoa yake, kwa sababu kwa sasa yeye ameingia katika mapenzi. Sasa anajikuta anampenda yule mwanamke ambaye alimuoa, lakini pia haruhusiwi kufanya jambo lolote, jambo ambalo linalompelekea yeye kumkosa mke wake, na kwa sasa mke wake kwenda nje ya ndoa, na yeye ukiangalia ameshaanza kumpenda. Sasa sijui hapo mbele atakuwaje, kwamba hili ni tatizo kubwa sana kama unavyoona. Sasa kaenda kwa rafiki yake, kamuelekeza, na rafiki yake anampa ushauri sasa. Kwa sababu mapenzi hayabustiwi. Mwamba ameyabusti mapenzi. Sasa tumuone sasa nini kitakachomkuta. Muangalie hapa ushauri anaopewa na rafiki yake, jinsi anavyomshauri kwamba anamuelekeza nini anachotakiwa kufanya hapo. Muangalie wewe. Tofauti zinazoongozwa na hisia ambazo ni kubwa zaidi ya ukunazi wa Sidratul Muntaha. You know what? Mapenzi ni matamu mno. Hasa ukiwa shabab, ile kitu ni tamu sana na haielezeki stimu yake. Ila kwa upande wako hali ni taafifu mno, maana umependa angali kitendea kazi chako hakijiwezi kwa lolote. Kinachokuwa kikifanyika ni mdhaliliko tu. Unadhalilika sana rafiki yangu. Kiukweli ndugu yangu nadhalilika. Na kama unavyojua, mimi sikuzaliwa hivi. Na kuna muda na feel, kuna muda napata hisia kabisa la kufanya tendo la ndoa, lakini nashindwa. Kuna dawa inaitwa Viagra. Sijui umeshawahi kuisikia hii kitu? Nishakusikia. Basi nenda kajaribu kuitumia. Na kama utashindwa kufanya chochote kile, angali umeitumia dawa hii, basi hapo tena shauri utakuwa huna. Unaona sasa, hii ndio maana halisi ya mapenzi. Sasa tunatoka kule kumuona mume analalamika, anahuzunika, tunarudi huku tunakuta kwamba mke wake ipo katika mapenzi mubashara kabisa na ex wake ambaye kwa sasa pia ni mpenzi wake, wamerudi tena katika mahusiano. Unaona kwamba hapa tunafundishwa kwamba siku zote hakuna binadamu aliyekamilika. Huku alikimbia kwa kiulizo kwa sababu alikuwa hana pesa, lakini alikuwa anamtimizia haja zake. Ameenda kule kwa mwanaume aliyemoa, pesa anazo lakini hawezi kutimiza haja zake. Hivyo unaona sasa itabidi aende kwa wote wawili. Huku anafuata mali, huku pia anafuata furaha yake ya moyo. Sasa hapo unaweza ukaona kwamba ni vizuri zaidi kwamba mtu ukiwa na bezi upande mmoja kwa kukubaliana na matokeo kwamba ni sawa, haya yaliyonikuta. Huyu ana pesa, basi jambo fulani nimekosa, kubaliana na matokeo. Huyu hana pesa, basi kubaliana na matokeo. Maisha ndio yako hivyo. Hakuna binadamu aliyekamilika kusema atapata vyote. Na ndio maana hapo tumeweza kumuona kiulizo kwa sasa amerudiwa kwa sababu yeye alikuwa anatoa furaha ya moyo wa mtu, na sio kwamba aliolewa kwa sababu labda alikuwa anampenda labda mume wake. Ni uongo, ila aliolewa kwa sababu ya kufuata mali zile. Sasa kwa sasa mali amezipata, lakini pia haja zake atimiziwi, lakini pia alifosiwa na wazazi wake. Unaweza kuona sababu mbalimbali hapo zinazomfanya arudi tena huku nyuma alikotoka huku. Hivyo basi ni bora zaidi mtu kuanza kujiangalia mapema kabisa. Lakini pia nimempa big up sana kiulizo kwa kujiongeza na kujielewa kwamba amegoma kukaa nyumbani kwa mwanamke ama nyumbani kwa mume wa mwanamke ambaye aliolewa. Yaani kwamba huyu mwanamke wake alimpeleka nyumbani kwake, lakini pia akagoma kufanya jambo lolote ama kubaki pale, kwa sababu hili ni jambo ambalo mtu kama mtoto wa kiume itabidi ujichunge sana kutokukaa kwa mwanamke. Yaani hili ni jambo la hatari sana. Kama unavyoweza kumuona hapo kiulizo, anagoma, anaambiwa kwamba abaki, anagoma, anaambiwa abaki, anagoma. Huyu hapo muangalie hapo kiulizo huyo.
Karibu. Asante. Hongera, unaishi mazingira mazuri. Asante. Mshikaji anarudi saa ngapi? Mume wangu arudi saa hizi. Anarudi usiku sana. Mimi nashukuru nimepaona chi. Nilikuwa naomba niingie kitaani kwa sababu nafsi yangu haina amani kabisa kukaa eneo hili. Wewe ukiingia Uswahilini tutaonana. Mimi nimeshakwambia mume wangu arudi saa hizi. Kwa nini unakuwa na wasiwasi? Kwa upande wako unaona sawa, lakini kwangu fezea. Si nishakuelekeza tutakutana Uswahilini. Tukija hapa sasa ndio tunakutana na wale msemo wa wahenga ambao hawajakosea wanapoambiwa kosea vyote lakini usikosee kuoa. Wamesema hivyo kwa sababu gani? Wanasema usikosee kuoa kwa sababu ukikosea kujenga utabomoa, ila ukikosea kuoa, ndugu yangu, utakuwa umekosea maisha, kwa sababu endapo utakapokosea kuoa hutoweza kujirekebisha. Labda kujirekebisha kwako ni kuachana na mwanamke wako, lakini kipindi hicho atakuwa kashakuharibia sana malengo. Ndio kama hapa tunapoweza kumuona sasa huyu mke wake na padri, unaweza kumuona hapo anamshawishi huyu rafiki yake na Clam kwamba ajiunge katika hiko chama. Hajui kwamba hiki chama kina madhara gani, hajui hiki chama kina faida gani. Yaani ni kwamba haelewi, ila kaingiwa na matamanio ya kutaka fedha. Hivyo basi anataka, inavyoonekana huyu anaweza akamtoa hadi kafara mume wake kwa ajili ya kupata mali. Na ndo hapo mnapoambiwa kwamba wanawake ni viumbe vya hatari sana. Inabidi tuishi navyo kwa akili, kwa sababu unaweza kumuona hapo anaamua kupiga hadi magoti ili mradi tu akubaliwe ombi lake la kwenda kuunganishwa katika chama. Je, unafikiria akipelekwa katika chama huyu atamkumbuka mume wake? Hilo ni jibu la hapana. Hawezi akamkumbuka mume wake. Hivi basi unaweza kujionea kabisa kwamba huyu mwanamke ameshakatazwa sana na mume wake, kwa sababu mume wake anajua madhara kadha wa kadha, kama alivyomwona kule Clam hapo kwa shida alizokuwa anazipitia, na ndio maana alikuwa anakataa hii kazi. Lakini pia ingeharibu karia yake ya yeye kwamba ni kwa kiongozi wa dini, alafu then kuja kujiunga na masuala ya Freemason. Hivyo basi akaamua kukataa, lakini mke wake anaonekana kwamba anashinikiza kutaka kujiunga na chama hiko, na hii ndio sababu ilomfanya atoke kijijini kuja mjini. Kutoka kijijini kuja mjini labda kusema kuja kumuuza mama yake Clam, huo ni uongo, ila hii ilikuwa tu ni kama gia ya kuagia kwa mume wake. Hivyo basi unaweza kumuona hapo akiwa anaviomba hapo na kanufaishwa kwamba kaambiwa atapelekwa. Je, tumuone hapa anavyopiga magoti na kuonesha ubaya wake dhahiri kabisa kwamba ana nia ya kujiunga na Freemason. Huyu hapo huyo yako. Mimi ni mama mchungaji wake Clam wa kijijini. Nimekuja hapa mjini kwa ajili ya kumuuguza mama yake Clam. Na yule pale ni mtoto wa mdogo wake mama Clam. Kaniambia kwamba wewe ni rafiki yake Clam. Kwa hiyo nikaona nije nizungumze na wewe, unisaidie namba ya Clam, maana yake nilikuwa na wasiliana naye afu tukapotezana. Kwa sasa hivi uwezi ukapata mawasiliano ya Clam. Na wala uwezi ukaonana na Clam. Kwa hiyo sahau kabisa kuhusu yeye. Lakini kama ulikuwa na shida na pesa, basi naweza nikakusaidia. Hapana kaka. Sio shida ya pesa. Kuna kipindi Clam alihitaji mume wangu ajiunge kwenye chama chake, kile cha kumfanya mtu awe tajiri na mwenye nguvu. Kwa hiyo kwa sasa hivi yuko tayari. Anaweza kujiunga. Ni kweli Clam alitaka kumuunga mumeo katika chama. Lakini si kwa sasa. Kwa sababu ameshachelewa tayari. Kaka, usitufanyie hivyo. Naomba utusaidie sana. Na kama mume wangu kachelewa, basi niunga hata mimi. Mimi niko tayari. Niko chini ya miguu yako. Usinipigie magoti, hapana. Sawa. Kitu cha kukusaidia pekee, chukua namba yangu alafu utanicheki. Hii hapa baba, hii hapa. Baba, barikiwe sana. Nashukuru baba. Kusubscribe channel yetu ya Triple A TV kwa maendelezo mengine ifuatayo.